Kazi yetu kubwa hapa Chato mkoani Geita ni kuendelea kukufungulia kurasa zaidi ya 1800. Tunahakikisha kuwa kila kitu kinaendelea kuwa sawa, na hapa tupo kwenye kijiwe kimoja ni maarufu sana, utakifahamu kwa jina hiki kijiwe. Kama mtakuna kikumbuka, JPM aliwahi kuja hapa na alikuwa mpenzi wa kufika sana hapa kutumia kahawa. Niko na wazee wa hiki kijiwe, wao wanazungumza nini hasa kwenye miaka mitano bila JPM, na nini pia ambacho wanakikumbuka kwenye kipindi alichokuwepo kwenye kipindi cha uhai wake akiwa kiongozi, akiwa rais, lakini pia hata kwenye kipindi cha ubunge. Niko hapa kwa ajili ya kwenda kuzungumza nao kwa majukumu, lakini pia we hapa wanakuita nani hasa? Wewe ndio najua ndio mwenye kijiwe. Wanakuita nani? Mimi jina maarufu naitwa Ndege Madundo, jina maarufu Chato. Mwenye kijiwe. Mwenye kijiwe. Wewe uliwahi pia kuwepo hapa na JPM, alikuwa ni mteja wako? Sana, alikuwa nakaa naye kipindi bado waziri, akawa rais, kwa tunakaa naye hapa. Unaweza ukamzungumziaje kwenye kumkosa kwenye miaka mitano ambayo imepita sasa? Tunaweza ukasema hivyo. Sisi tunasema ni kurasa zaidi ya 1800 ambazo bado tunaendelea kuzifungua kama Jembe FM TZ. Wewe kwenye hii miaka mitano, kitu gani ambacho unakikumbuka hasa akiwa kama mteja wako? Lazima nimkumbuke kwa sababu kwa tunakaa naye hapa, piga kazi, anambia vijana pigeni kazi, nataka kazi. Mimi nataka ni kazi. Kwa na makuu kazi. Kwa anatueleza hivyo yeye. Huko tunakunywa naye kahawa hapo. Naona. Kwa hivyo tunamkumbuka. Kijiwe chako kuna namna kimebadilika kukosekana kwake? Ndo maana yake kimebadilika. Kwa hiyo kana kujaga nakuta watu ni wengi sana, wengi. Kwa mfano leo unaona leo kuna amshamsha. Mbona hata nyinyi tumewaona mmekuja. Lakini potoka basi tutafanyaje? Ni mpango wa Mungu. Kazi ya Mungu haina makosa. Tutafanyaje? Kwenye kipindi akiwa rais anakuja hapa kwa mara ya kwanza, uliwahi kushtuka ulipomuona? Sikushtuka sababu tungekuwa nakaa naye. Amekaa waziri miaka 20 tunaye hapa. Kaa naye. Tukushtuka mna. Kwambie tukuogopa kuna nini? Hapana. Wanaongea naye kawaida tu. Kwa kushtuka? Hamna sikushtuka mimi. Maisha yanabadilika hayo. Sema ukweli. Hamna. Sawa. Mzungumza sasa na Watanzania. Wewe kwenye kijiwe chako hiki wanakihitaji hasa hapa hivi, wanakihitaji na kwa nini? Kwamba wanakihitaji kijiwe chako. Nimepewa kuna jina wanakiita. Kwa nini? Kuna majina mengi huko ya AK kwa upande wa wateja. Wewe kijiwe wanakihitaji na kwa nini? Hapa wanakijua wanaita Simba na Yanga. Ninavyoelewa kwamba Simba na Yanga. Na maana wote wamekaa, ndio maana wameunganisha majua yao kwa pamoja. Kuna Simba na Yanga, kuna Azam. Na kijiwe maarufu sana hapa stendi ya zamani. Hapa Chato kati ndo hapa. Naamini kweli na wewe kwamba kuna tawi kweli la Azam? Na namba yao iko pale. Na Azam uliwahi kuja na gari lao mpaka kwenda Bukoba akasimama hapa na basi lao hapo. Unashabikia kweli Azam au wako upande wa pili? Wapo Azam wapo. Kumbe hapo Azam kabisa. Wapo Azam wapo. Sawa mzee wangu, wewe umetuhakikishia hilo. Zungumza sasa na Watanzania kuhusiana na miaka mitano ambayo unaweza ukaitofautisha kwenye kipindi cha JPM toka akiwa mbunge, akawa waziri, akawa rais, na kwenye kipindi ambacho miaka mitano tunamkosa. Ni kweli kiasiria ni kweli kwa kweli, lazima kuna kitu ambacho kina nani. Lazima utaangalia kwamba hapa pame nani hivi. Naona ni kweli kuna vitu ambavyo vimenani, ni kweli. Naona kiasiria ni kweli kwamba kuna vitu vimeshuka, vimeshinda nani hivi. Naona bana. Yaani ndio hivyo. Kuna watu wamesema kwamba wamemisi, kuna watu walikuwa wananunulia karanga, na kuna watu wakasema kwamba wamemisi alikuwa anazungumzisha maneno mazuri ya kuwajenga. Wewe kitu gani ambacho ukiachana na wateja, kitu gani ambacho unakimisi kwa JPM? Kwa JPM, kwa BTM huyo nani JPM? Vya kumisi ni vingi. Kwa sababu nilikuwa namuona anakuja hapa, tunakaa naye tunaongea, tunacheka, tunafurahisha. Anasitiza mimi na cha kwanza ni kazi. Cha kwanza ni kazi. Au mambo mengine tufanye, lakini cha kwanza ni kazi. Naona ba. Ushikaji upo, lakini ikifika swala la kazi? Ni kazi. Piga kazi. Kama ambavyo nilikwambia, mimi leo niko hapa Chato kwa ajili ya kuhakikisha kuwa naendelea kufungua kurasa zaidi ya 1800 kuhakikisha kuwa unapata kile kilicho bora kupitia Jembe FM TZ. Endelea kusalia nasi na kuendelea kusema nasi. Jina langu naitwa Philemon Mawazo, na kutoka hapa tukutane kwa ajili ya kuendelea kufahamishana kile ambacho kinaendelea. Hii ni Jembe FM TZ. Mimi naitwa Jesse Zefania Mganga. Sawa, tuzungumzie miaka mitano bila JPM.
kwenye kipindi cha uhai wake akiwa kama kiongozi, kitu gani hasa ambacho wewe unakikumbuka kwenye kipindi chake cha uongozi? Miaka mitano kuna vitu vimetuasili kwa sababu kuna vitu tulivitegemea sasa hivi havipo. Lakini kidogo wakati wa kipindi chake cha utawala wa kwanza kuna vitu vilikuja hapa na mpaka sasa hivi vipo tulivishuhudia. Kwa hiyo tumeathirika baada ya miaka mitano kutokuwepo, tumeathirika. Kwa majina naitwa Jacob John. Maarufu mwenyekiti wa meza ya duara. Kwa nini mwenyekiti wa meza ya duara? Nilipendwa na wananchi wa meza ya duara, wanywa kahawa. Hivi ni kwa nini imezoeleka sana kwenye vijio vingi vya kahawa, ukienda lazima ukute watu wanatumia majina yao, lakini pia wana majina mengine ya ziada? Ni sehemu ambayo ni maarufu. Yaani hii ni sehemu maarufu Tanzania nzima hadi hapa panapojulikana. Nimekusikia unazungumzia kuhusiana na Yanga. Sio? Na Yanga upo? Nimo. Na wewe ni mwananchi? Mimi ni mwananchi. Tutakuja kuzungumza baadaye kwa mwananchi. Tuende kwanza kwa Rais JPM. Miaka mitano inakwenda kutimia, Chato haiko naye, lakini pia Watanzania walimkosa kama kiongozi. Vitu gani hasa ambavyo unavikumbuka ambavyo amewahi kuviweka kama alama kwa upande wa Chato, lakini pia kwa Tanzania nzima, ambavyo unaamini mpaka sasa hivi naishi? Vitu ninavyovikumbuka na ninavyoviona na nilivyovishuhudia ni vingi. Treni za mizigo na abiria, kuna daraja, kuna Sirayo Situ, kuna hospitali ya rufaa, unaona, kuna EFM kule, unaona, kuna tumejengewa TANESCO kubwa, ofisi za TANESCO. Ni mambo mengi ambayo yameyafanya kwa upande wetu. Miaka mitano ya bila JPM, unaweza ukaitofautisha na miaka ya kipindi ya JPM? Ninaitofautisha, ndio. Karibu. Ninatofautisha kwa sababu gani? Kwa kuwa alikuwa ni mtu wa hapa, mambo mengi sana tulikuwa tunayapata. Wageni walikuwa wanakuja wengi, tulikuwa tunawaona. Guest zetu zilikuwa zinafanya kazi, unaona. Mambo mengi sana tulikuwa tunayaona na tulikuwa tunamfurahia kulingana na uwepo wake. Lakini baada ya yeye kutoka, yale mambo yakapotea. Lakini ni mipango ya Mungu pia. Kama mwenyekiti wa meza ya duara, kitu gani hasa ambacho unaweza ukashare na Watanzania kuhusiana na JPM, kitu ambacho unaamini kwamba aliwahi kukizungumza mpaka leo kinaishi? Alichokiongea na alichokifanya kwetu, kwanza tumemiss karanga alizokuwa anatununulia. Kijiweni hapa? Hapa Kijiweni, pale Kijiweni tumemiss. Ulikuwa bado mwenyekiti? Ndio. Au umekuja kuwa mwenyekiti juzi? Mwenyekiti nina miaka. Mimi ni mwenyekiti mingi tu. Unaona? Na vitu ambavyo alishawahi kuongea na akatuambia sisi kama sisi, alituambia tufanye kazi. Tufanye kazi, tusitegemee maneno ya watu, majungu ya watu. Yaani alitushauri sisi kama sisi tufanye kazi. Wakati mkiwa Kijiweni? Tukiwa Kijiweni. Na Kijiweni huwezi ukatukuta mchana. Kuja asubuhi, tunatoka tunaenda kwenye shughuli zetu, jua likizama tunarudi. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kazi. Na maisha yanatembea. Na maisha yanatembea. Tutarejea kuzungumza kuhusiana na Yanga. Yanga ni bingwa kweli? Yanga anawania ubingwa. Yanga anawania ubingwa. Wewe unaamini Tanzania timu gani bingwa msimu huu? Bado Yanga ni bingwa. Wewe Watanzania wakuelewe vizuri. Ukipewa nafasi ya kuchagua timu sasa hivi ambayo unaamini inaweza kuwa ni bingwa, ni timu gani? Yanga ni bingwa. Kweli? Kweli kabisa. Kwa nini? Kwa sababu anaongoza ligi. Angalia hizo alama. Ni nzuri zaidi, yani ni nzuri sana. Yaani Yanga ni bingwa. Sasa mwenyekiti wa meza ya duara, nakuita nani hapa Kijiweni? Na jina zuri sana, mzee wa maadili. Hebu rudia tena. Mzee wa kurekebisha tabia za watu, mzee wa maadili. Watanzania naomba wakuelewe vizuri. Unapozungumzia mzee wa kurekebisha maadili, unamaanisha nini hasa? Tanzania unajua vijana wengi maadili yanakuwa na momonyoka, kwa lazima wapatikane watu kama sisi ili mambo yakae vizuri. Kwa ajili ya kunyosha, kwa ajili ya kuwarekebisha wakae vizuri. Umewahi kuwepo kwenye kipindi cha JPM kwenye kijiwe hiki?
Niliwahi kuwepo. Unakumbuka kitu gani hasa ambacho wewe kimo kichwani mpaka sasa hivi wakati mkiwa mnapiga hapa? Wewe ulikuwa mzee wa kurekebisha maadili. Mkiwa mnapiga story 2 3. Alikuwa ni mtu tu wa kusisitiza watu wafanye kazi, wasibweteke. Ndio kauli mbiu yake kubwa aliyokuwa akiifanya yeye binafsi. Miaka 5 bila JPM. Kwako wewe kuna kitu gani ambacho unakiona ni cha tofauti ambacho unaweza ukakitofautisha kwenye kipindi chake cha uongozi, lakini pia kwenye maisha halisia wewe ambao ulikuwa unapata nafasi ya kukaa naye kwenye kijiwe? Miaka 5 ya kutokuwa na JPM ni kwamba yani viongozi kila mtu ana sehemu yake. Sasa yeye sehemu yake aliyoifanya ndio ilikuwa hiyo, nao tulionao na wenyewe wanafanya katika sehemu zao. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ni sawa tu, hamna shida. Mzee mwenzako hapa yeye kasema kwamba kuna mwingine Kamisi karanga zile ambazo alikuwa ananunuliwa hapa, kuna mwingine akasema kwamba Kamisi kuna maneno alikuwa anayatoa. Tufanye kazi. Kwa kitu gani ambacho unakikumbuka kinaishi kwenye akili yako? Mimi nafikiri ni hilo tu swala la kufanya kazi. Nafikiri ndio nguzo ya binadamu, kwamba mtu asipofanya kazi maisha yake yanakuwa ni changamoto. Kwa hiyo nifikiri jambo alikuwa anasisitiza sana yeye ni kufanya kazi. Simba Yanga? Mimi mwanaharakati. Au gate. Tusalimiane, msalimie huyu. Wadira baba. Wadira gaisa. Madire kine. Mola. Mamiri mo kine. Kapore kine ube. Tulipambana chene tukoya gaena na mamiri mo. Bifura gea tukungwaga kahangwa ndege hena ha. Tulakika waduru. Amenitosha, amenishinda. Sasa tubaki hapa. Nyie ndo nimeambiwa ndo jenzi wa hapa. Nyie bado chipukizi, damu nakimbia sana, nimeambiwa hivyo. Kipindi cha JPM mliwepo kweli? Kipindi cha JPM kipindi anakunywa kahawa hapa hivi, au nyie ndio umekuja baada ya yeye kuondoka? Mimi kwa upande wangu nilikuwepo, tena hadi aliniagiza na soda. Hata picha zenyewe ninazo hadi ninatembea nazo. Wewe kwa jina lako nakuita nani? Mimi naitwa Adamu Wilson Mazuri. AKA wanapenda kuniita Murio. Murio na maana gani? Hapo ni ma DJ tu huko, hasa anapendaga tu kusema yani ni mtu wa mambo mengi. Murio. Emrudia tena. Tulia kidogo. Anaitwaje? Na ina maana gani? Murio. Ni mtu wa harakati nyingi. Wewe na ukakubali? Ndio hivyo sasa, utafanyeje? Watu si wananiona harakati ni nyingi, yani mishe yani hapa na pale nini. Kwa hiyo ndio hivyo. Wewe kwa niaba ya Gen Z kwenye miaka 10 ambayo tunaweza tukasema kwamba kwenye miaka 5 kipindi cha uongozi wa JPM na miaka 5 ambayo hayupo, vitu gani ambavyo unavikumbuka kama kijana ambavyo umwahi kuvisikia kutoka kwake, na wewe ulikuwa ni moja kati ya watu ambao ulikuwa unashiriki pamoja naye hapa? Yani kwa upande wangu kwa kweli toka kuondoka kwake, yani ni vitu vingi vimesimama sana kulingana na mambo yalivyokuwa naenda. Kipindi yupo alikuwa hata akija kupumzika kwao hapa tunapata fursa, hata wakati mwingine tuna bodaboda zetu, abiria wanakuwepo wengi. Unaona, wakati mwingine hata akija kututembelea hapa anatuachia chochote kitu kama vijana hapa na nini. Hata akija hapa napiga story, ananunua, anachangia hata wakao hapo. Kwa hiyo naye anapata riziki kupitia watu tuliojaa hapa. Sasa na ni vitu vingi, hata fursa zilizokuwemo na miradi iliyokuwemo ni mingi aliyokuwa anaianzisha. Kwa hiyo hata sisi tulikuwa tunapata kazi za kwenda kufanya huko, ujenzi, vibarua nini, na wengine pia walikuwa natoka hata mikoa mbalimbali wanakuja huku kutafuta kazi, wakiamini hivi huku kwa mheshimiwa kuna vitu mbalimbali vinavyoanzishwa huku. Kwa hiyo yani toka kuondoka kwake kwa kweli yani vitu vingi vimesimama, lakini hata hivyo mama bado anatujali, anapambana, analeta kila kitu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, bado tunaendelea hivyo. Wewe ni Gen Z kutoka Chato. Hebu mzungumza na vijana wenzako wa Tanzania hili. Kitu gani ambacho unaweza kuambia ukipata nafasi ya kuwahutubia vijana wenzako? Unaweza kuambia kitu gani? Mimi nikipata nafasi ya kuwahutubia kama leo hivi, waache maneno tu mabaya kukashifu serikali, wapambane, wafanye kazi, wajitume, maana kazi zipo. Mama analeta fursa sehemu mbalimbali tu. Maana ukikalia eti maneno ya mtandaoni mama hivi au serikali iko hivi, huwezi kufanikiwa. Kukaa vijiweni bila kujituma huwezi kufanikiwa kwa chochote. Unaona? Kwa hiyo hata wanavyosema sijui Mheshimiwa Magufuli alikuwa yani uongozi ni ule ule. Sema tu labda aliyebadilika ni mtu. Na fursa zote zipo. Vijana tu mimi na wasini kupambana na kuendelea kujituma tu, yani
waache makundi ya kufanya ya kujitenga yani. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa vijana wote wa Tanzania, mimi naomba tu yani wajitume tu na wapambane, wasilaumu serikali. Sawa, wewe tumalizie kwa jirani yako. Huyu anaitwa mzee wa Muriu. Wewe jina lako la utani? Mimi wanapenda kuniita Foka Ajaye. Nani? Foka Ajaye au natia feri. Maana huyu kutoa hela yake ni ngumu sana, hata kununua kahawa hapa anunuagi na hela, lakini tunamuita natia feri kwa sababu natia feri ikifungwa haifunguki ile. Mwenyekiti wa kijiwe aja nani? Mwenyekiti, kuna mwenyekiti wa meza ya duara. Ndio huyo mwenyekiti, ila yupo na kaimu wake hajafika. Utanunua huyo? Leo utanunua. Haya, mzungumza na Watanzania miaka 5 bila JPM. Wewe kuna kitu gani ambacho unaweza kukumbuka kwenye kipindi cha JPM? Kitu gani kiliwahi kukusisimua au kiliwahi kukusukuma kutokana na uwepo wa JPM? Kipindi cha uhai wake, yani kipindi yupo madarakani JPM, kwanza fursa zilikuwa ni nyingi. Sisi kama vijana tunaoshinda hapa tukitegemea mizigo, yani watu wa cargo, imetuasili pakubwa sana. Baada ya kifo cha mzee Magufuli, kuna baadhi ya wafanyabiashara wakubwa walihama wakienda kwenye sehemu ambapo kwa sasa hivi fursa zinapatikana. Kwa hiyo sisi hapa tumebaki, sisi kama sisi cargo haziji, kazi hatupati, kwa hiyo imetuasili pakubwa. Zungumza sasa na vijana wenzako, na wewe ukiwa kama Nati ya Sheri, si ndio hivyo? Nati ya Feri. Nati ya Feri haifunguki. Nati ya Feri haifunguki. Zungumza na vijana wenzako kutoka Tanzania kama hivi, mpata leo nafasi ya kuzungumza. Kitu gani hasa ambacho unaweza ukashare nao vijana wenzako? Cha msingi tu tujitume kwenye kazi, tupambane, afu na kwenye uchumi kidogo hiyo kaunatia feri tuwe nako. So leo umepata buku 2 unataka uiponde yote. Wewe huwezi kwenda popote. Oya, amemsikia? Anasema muwe na roho ile ya Nati ya feri kwamba ukipata buku 2 usifunguke yote, unatakiwa ubakiza hata kidogo, afu maisha endelee kuketi vyema. Tumepata nafasi ya kuwasikia wadau kutoka katika kijiwe hiki. Hapa ni Chato, wamezungumza kwenye kipindi wakiwa na JPM. Hapa ndio ambapo ilikuwa ni sehemu yake ya kuja kupata kahawa, lakini pia kwa ajili ya kupata mawili matatu ya kubadilishana na wananzengo, unaweza ukasema hivyo. Lakini endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.